别笑。Mtoto au jambo? Jambo, shikamoo. Parapata utambo? Okay, sijambo. Katoto. Unakaa kwenye hii nyumba? Ndio, kwani kuna nini? Vizuri sana. Sasa katoto Lito, mimi kuna mtu nilikuwa namtafuta. Sijui unaweza ukaniitia? Mtu gani? Ni mtu tu. Vipi kwani? Babako yumo ndani? Sijui, maana ndio natoka shule. Oh, basi sawa. Naomba ukaniitie Janeti, kamwambie nje kuna mgeni wake. Mgeni ana jina? Oh, basi sawa, hamna shida. Ukifika tu mwambie Tolu anamuita. Akisikia tu ile jina, basi atanijua. Na endapo utakuja naye hapa nje, kuna zawadi yako. Tolu, siku hizi hamna kazi bila malipo. Na kuna mtu ambaye anaweza kufanya kazi bila kulipwa. Okay. Mimi huwa siongeagi sana. Ngoja. Ewa. Umeona Msimbazi? Shuka ya Kimasai. Ewa. Mimi sitembeagi na pesa ndogo ndogo. Umeona 10,000? Wewe nenda ndani ukamuite. Akitoka tu kuna 2,000 yako. Hapo serious. Katoto Lito. Usiondoke. Basi sawa. Nenda nayo. Afu ukitoka naye tutaenda kutafuta change. Nitakupa pesa yako. Ila usisahau kurudi. Sawa? Kasongo Hapo sawa. Mombali nanga. Kasongo mbona wewe? Songa libala. Oh yeah. Kasongo mbona wewe? Mbona wewe? Yaani vitoto vya sasa hivi. Ongeaji. Tofauti kabisa na zama zetu. Yaani zama zetu unakuta mtu ana miaka 15, afu yupo darasa la pili. Hata kujieleza aliwezi. Sio vitoto vya sasa hivi. Vifupi. Viongeaji. Ona. Ameshaondoka na hela. Ila angejua kama nina hela ile peke yake. Humo ndo kuna hela kula. Humo ndo kuna hela nauli, kuna hela maji. Ila sio mbaya. Atatoka. Ngoja nimsubiri atoke na A few moments later.
Wewe vipi? Mbona ingia kwenye majumba ya watu bila hata hodi? Utanielewa tu. Haiwezekani maneno anipige mimi na jiwe, afu nyie mkae kimya tu hapa. Hapa mimi leo nimekuja, leo mtaniambia siondoki kokote, leo mtaniua mimi hapa niwaambieni kabisa. Mimi sikubali. Okay. Sawa, unaweza kaniambia humu ndani nani kakupiga wewe? Alonipiga kitoto chenu kaniumiza hiyo balaa. Na kibaya zaidi nilichoumia, nimeenda hospitalini. Daktari akasema hapa nilipo mimi nimeshaasilika, ubongo wangu haupo sawa kabisa, hapa nilipo ushachizi jamani. Mimi nalala hapa. Okay. Sawa, tumekubali huondoki, basi amka. Simama utuambie shida nini, simama. Sawa, mtoto sikakupiga. Mimi ninachotaka kujua ni kitu hiki kimoja, amekupiga kwa sababu gani? Hakuna sababu yoyote mama mbaya mpaka maneno anipige. Tena maneno wenyewe ndio huyu hapo maneno ndio kaniumiza. Huyu hapo ndio kaniumiza maneno. Ndio kaniumiza huyo mtoto mbaya, wewe una roho mbaya. Hivi wewe kaka, unajisikia kwa unachokizungumza? Huyu mtoto mdogo anawezaje kukupiga kiasi hicho? Hakuna kosa lenyewe nilomwambia, nimemwambiaje mchumba, nimemtania tu, nimekutana naye njiani nikamwambia mchumba, eti kanipiga. Dadangu mimi nimemkosea kitu gani hapo? Kosa langu mimi liko wapi? Kosa langu lipi? Mpaka maneno anipofoe mimi jicho langu. Sasa hapo kuna ubaya gani? Hapo kuna ubaya gani? Kwa mwanangu umeona sasa hii mwanao kuniumiza mimi, kunipofoa jicho langu, si ndio? Kuna ubaya gani? Kwa hiyo ipo sawa? Ni sawa? Kwa kupata hii wewe unaona ulichokifanya ni sahihi, si ndio? Wewe wakumuita mtoto mdogo kama yule mchumba mpenzi, wewe unalingana naye? Ndio maana umefanya kitu kizuri, mtoto mzuri, umempopoa jicho. Na hiyo akafanya safi. Na hata kama ningekuwepo, nilikuwa na mimi namsaidia kukuumiza, tutoboe na hilo la pili ubakie chongo. Alafu kwanza hii kesi itakiwa niipeleke kwenye kituo cha polisi ili kusudi nipate msaada wa kiserikali. Sio, unanielewa? Lakini kwa sababu umekuja huko, leo niko busy. Kwa kitu ambacho nafanya ni kukutoa. Kwanza toka nje. Wewe, toka nje. Wewe. Katika siku umenifurahisha leo. Yaani ukiona limtu ulielewi dunkua okota mbugu tu. Sio, umeelewa? Hivyo usije ukajikuta unakuwa mzembe. Au mume wangu. Ni tabia gani hiyo unamfundisha mtoto? Kwa hiyo wewe unaona alichokifanya ni ubaya. Yaani akutane na wahuni wamletee uhuni, aladhe damu. Safi. Hiyo safi. Hiyo nimependa. Na hiyo safi sana. Yaani hapo umewakilisha chama. Safi. Leo na zawadi. Makubwa. Sikia Janet, naomba ufunge geti na kuja. Safi kabisa. Ndio maana waga nakupendaga. Yaani kitu ambacho nakufundisha wewe waga usahau. Na katika siku umeniwakilisha vizuri leo. Kwanza hivi zana gani umetumia pale? Ulimini mjinga mkubwa wewe. Yaani wewe unapiga watu mawe mabarabarani, halafu unakaa hapo unaanza kujisifia. Halafu Beni, wewe unaona hichi kitendo alichokifanya huyu mtoto kipo sawa na unakiunga mkono, si ndio? Ndio, nakiunga mkono. What? Yes, namuunga mkono. Yaani wewe unataka mtoto anaitwa majina ya kijinga na watu wajinga afu yeye afly. Au wewe unataka mtoto wetu, yaani mtoto wetu afanye kitu gani wewe muone anafanya kitu kizuri? Yeye kila siku aitwe vitu vya ovyo afly. Bwana, mimi nisikize kwambia, kwa sababu unaona mimi naongea upumbavu, basi kaa wewe useme point. Mama. Jina langu. Kasongo yeye. Baby Supu mwanangu. Najua bado mtoto mdogo sana. Lakini huo utundu ambao unaufanya kila siku sio mzuri. Utakuja kuniletea matatizo mimi mama yako. Mama yeye ndo alinichokota. Mimi nilikuwa toka zangu shule na njaa, akaanza kunitania. Nikachukua kipande kidogo cha tufani nikampiga nacho. Kwa bahati mbaya kikampiga jichoni. Kwa hiyo unaona kufanya hivyo ndo usawa, si ndio? Kujibizana na wakubwa unaona ni sawa. Shauri yako.
Upo hapa. 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 We, dada. Acha mbwembwe humo. Kuna kidali anagawa makofi kama pipi dadangu. Shuka. Shuka. Shuka babu. Kwanza mdogo wangu. Una uhakika ndo hapa? Ndo hapa nilipoletewa umafi wa kutobolewa jicho mdogo wako mpaka sasa hivi nipo chongo hapa. Ndo hapa. Kama ndo hapa mbona utajiri tumeupata mdogo wangu? Jumba lenyewe zuri hivi. Na ndo wamekupiga jicho. Hapa lazima leo hela watatoa. Subiri nikuonyeshe. Fanya maajabu hapa. Gonga. Fungua. Vipi? Wewe naye hata bwana. Unataka tukufanye nini? Ni jumba lenyewe zuri hili, linaonekana zuri tu. Umo dada. Aha. We mama mwenye nyumba wewe. Wewe. Usoma mwenye nyumba. Wapo humo wengi. Wewe piga kelele dada tu waje. Kasongo mbona wewe? Wewe tena. Umeona haitoshi, umeamua bebe kabisa na ukoo mzima mje hapa nyumbani kwetu. Ndio umekuja kuhamia kabisa au niwasaidie nini labda? Dada nitakutifua. Dada nitakupiga wewe. Yaani mdogo wangu ameumizwa na mtoto wenu huko ndani, afu namuuliza ati kafuata nini hapa, kaenda kubeba na ukoo mzima. Ulitaka bebe kina nani? Kijiji kizima, hata ukoo wake. Nimesema hivi, mdogo wangu atibiwe. Dada mdogo wangu atibiwe, la sivyo hapa leo nakiamsha. Mbona leo mtaa mzima leo hapa kaliki. Mtajaza watu hapa dada. Hivi wewe kati ya mdogo wako na mtoto wetu aliyemkosea mwenzake ni nani? Dada, afu mdada achukulia masiala, ujue mimi kupofoliwa jicho ujue. Achukulia masiala na achukulia chicken mayai mimi kuumizwa ujue. Unajua huyu dada mwewe. Hajanijua vizuri. Dada hujanijua vizuri wewe. Dada muonyeshe. Kwa hiyo msaada mwingine ambao mnatakiwa tuwape ni upi? Unamsikia anachokiongea? Eti msaada mwingine. Dada unadharau wewe na ulivyo mrefu cheki alivyolingana na mlango. Mwingine huyo. Umesikia? Huyo ndo mama mwenye nyumba sasa. Hela hapo hatukosa. Wewe umetoka hapa sasa hivi. Unaweza kuniambia umerudia nini tena hapa? Nimefuata nini? Nimekuja hapa nyinyi mmeniumiza. Kweli wewe dada una akili kweli timamu wewe? Mimi nimekuja hapa kwa sababu nimepigwa. Mwanao kanipofua jicho na mume wako kanikanda makofi. Huyo kidali kanikanda. Unajua kunikanda dada? Hapa nilipo mgongo wote unauma ujue. Kwa ajili ya huyo mume wake kunipiga. Na hapa nina mpango wa kwenda kupima x-ray uje nijiangalie mgongo wangu mzima. Inaweza kuwa mgongo umevunjika dada. Hebu sema naye huyo dada. Wewe dada wewe. Yaani mdogo wangu kaumizwa, alafu unasema si kaja mara pili. Sitaki kusikia kaja mara ya pili. Mara ya kwanza nachotaka mdogo wangu atibiwe. Tumeelewana? Basi dada, basi naomba unisikilize vizuri. Huyu mdogo wako amekuja hapa nyumbani kwetu ndio, lakini sasa hajaja na ustaarabu. Amekuja hapa anafanya fujo, anapiga kelele, afu sio ustaarabu mzuri. Nimemuuliza unataka nini basi tukusaidie, umepata shida gani? Hataki kueleza, anapiga kelele. Ndio maana sisi tumemfukuza. Lakini kwa sababu umekuja wewe, at least namshukuru Mungu. Mimi ambacho nilikuwa nawaomba, sawa? Naombeni basi mtuambie ametumia shilingi ngapi ili kusudi niwalipe, au mnataka pesa kiasi gani tuwalipe muondoke, tuache kufanya haya mambo ya fujo. Dada, hapo ndo nilikuwa napataka. Hapo ndo patamdo penyewe kabisa. Unamwona mdogo wangu aliposimama pale? Kapigwa jiwe moja, likaja hapa, likatokezea huku. Hapa kashona mdogo wangu. Bado unaniumiza. Hapa mdogo wangu kashona. Sasa ni hivi, huku nyuma kashona mdogo wangu. Yaani unapomuona hapo, huko nyuma mdogo wangu ameshonwa. Sasa nachotaka ni hivi, pesa ya matibabu mdogo wangu akatibiwe. Basi sawa dadangu, mimi nimewaelewa. Nyie semeni mnataka shilingi ngapi niwape pesa yenu. Alafu basi malizani. Hapa mnatuaibisha jamani, cheki mnajaza watu dadangu. Kwa msarabu basi dada. Subiri. Tunataka 60,000. Wewe dada mwewe 60,000 hapa. Nimekwambia 100,000. Wewe usilete masiala kwenye hela ujue. Usilete masiala Haya. Tatizo lako unaongea sana, mwisho tukose hela wewe. Basi sawa.
Mimi hiyo pesa 100,000 niko tayari kuwalipa, hamna shida. Ila nilikuwa naomba kitu hiki. Naombeni mje kesho saa 6. Ili mimi leo niongee na mume wangu. Kesho mkija pesa yenu mtaikuta. Sio vizuri kufanya fujo kwenye mageti ya watu kama hivi jamani, mnatuzalilisha, cheki mnajaza watu. Naombeni basi mwende. Kesho pesa yenu mtaikuta. Mama, leo napeleka polisi mie. Umesemaje? Kesho tena saa 6. Mungu wangu we. Basi dada sawa, mimi niko tayari kama nilivyokuambia. Ndio ni kesho. Pesa yenu mtaikuta. Haki ya Mungu pesa yenu mtawapa. Lakini sasa hivi naombeni mwende kwa sababu kama hivi mnatuzalilisha, cheki watu wanavyotuangalia. Naombeni basi mwende. Naombeni kaka zangu mwende jamani. Kesho mtawapa pesa yenu. Sikiliza we dada. Sikiliza we dada. Hiyo hela saa 6 tukeja tuikute. Tusipoikuta utatuona sisi wabaya. Tutakuletea umafia ambako utashangaa. Nitaita wauni wangu wote wa Ganalei watakusanyika hapa mpaka Vingunguti. Oya, watakuja hapa wataleta shida babu wewe. Wataleta shida. Na ukijichanganya udada tutaenda naye kaingia kwenye mfumo. Dada nisikilize vizuri. Na una bahati mdogo wangu kasema tutakata pesa kesho. La sivyo mngetoa pesa leo. Nisikilize. Unaona huu mguu? Uangalie vizuri kabisa ulivyo mfupi. Tumeelewana? Ukirudi tena hapa hiyo kesho saa 6, ukakanyaga hapa. Dada nataka hiyo pesa. Nisipoikuta hiyo pesa, atakinduka. Dada nitakuja na vigoma, nitamsha timbwili hapa. Nitajaza mtaa, hautoamini. Basi dada naombeni basi mwende jamani, nendeni. Kesho pesa yenu mtaikuta. Naomba basi mwende. Cheki hii nalo limesimama na kimodo chake. Kaja na uko mzima, utakaja na nani? Na mna bahati ningewanyofa hizo nywele zenu. Nakaa kwenye mjumba mzuri afu mnasema pesa kesho. Hapo atatujua sisi tuna dada tuondoke. Yaani nisipokuta hela kesho mtawajia na kigoma hapa mtanijua. Dada tuondoke tusije kufunguliwa madogo. Watu wengine sijui wapoje. Nisikilize dada yangu. Mimi naomba tuende tukaongelee ndani. Kwa sababu hapa sasa hivi cheki watu wanavyotuangalia, tunazidi kuzalisha. Ndio ndani.